Msanii mkongwe wa muziki wa nchini Uganda Bebe Cool amevunja ukimya kuhusu mjadala unaoendelea wa tamasha la Coffee Marathon lililofanyika hivi karibuni mjini Tungamo huko Uganda, ambapo msanii mwenzake Eddy Kenzo alilalamika kile alichokitaja kuwa ni upendeleo usio haki kwa msanii wa Tanzania Diamond Platnumz. Eddy Kenzo ambaye alihudhuria na mke wake Mheshimiwa Fiona Nyamutoro na hata kutumbuiza, alidai kuwa wasanii wa ndani walihudumiwa kwa dharau na kudhalilishwa na waandaji wa tamasha hilo. Kwa mujibu wa msanii huyo, Diamond Platnumz alipokea huduma za kifahari, yani 5-star treatment, ikiwemo kukodishwa ndege binafsi na kulipwa kiasi kikubwa cha fedha kinachodaiwa kufikia shilingi za Uganda milioni 750, huku wasanii wa Uganda wakipata fedha kidogo za mafuta ya magari yao. Eddy Kenzo alionyesha masikitiko yake kuhusu jinsi msanii huyo kutoka Safi alivyopatiwa kipaumbele kikubwa hata katika majaribio ya soundcheck, kiasi cha kuonekana kuwa yeye na wasanii wengine wa ndani hakuna thamani. Alisema kulikuwa na vurugu nyingi kutoka kwa waandaji, tulikuwa wote tunapaswa kutumbuiza kwenye jukwaa moja, lakini licha ya Diamond kuwa mgeni maalum, waandaji walimpa kipaumbele kupita kiasi, walimkodisha ndege binafsi na sisi tukapewa pesa ya mafuta. Kujionyesha kupita kiasi kwa msanii wa nje kulikuwa kwa gharama ya tasnia yetu, ilikuwa kama sisi wengine si wasanii, ilikuwa ni ya kudhalilisha. Sasa Bebe Cool amekuja na mtazamo tofauti na kumshauri Eddy Kenzo na wasanii wengine vijana kuwa na mtazamo wa kibiashara badala ya kihisia katika masuala ya malipo na thamani ya kazi zao. Akizungumza kuhusu sakata hilo kupitia NTV Uganda, Bebe Cool alisema kuwa tofauti ya malipo kati ya wasanii wa ndani na wa kimataifa mara nyingi si swala la upendeleo, bali ni swala la mazungumzo ya kibiashara na thamani anayoiweka msanii mbele ya mteja au mwekezaji. Ni uwezo wako kujadiliana na thamani unayoileta kwa wateja wanaolipia huduma yako. Jibu la Eddy Kenzo ni kwa mujibu wa namna ambavyo anaelewa mambo. Lakini kama mdogo wangu, nataka kutumia uzoefu wangu kuwafundisha wasanii hawa vijana ni lini na kwa nini useme au usiseme mambo fulani. Bebe Cool aliendelea kwa kutoa mfano wa uzoefu wake alipokuwa kwenye mazungumzo na serikali ya Uganda kwa ajili ya mradi wa Tubonga Nawe, ambapo aliweka bayana thamani ya chapa yake. Nakumbuka vizuri tulipokuwa tunazungumza na NRM kuhusu mradi wa Tubonga Nawe, nilikuwa wazi sana, kiasi nilichokiomba kilikuwa ni kikubwa mno, na rais mwenyewe alisema kuwa kama nitaweza kutoa na kile nilichoahidi na huo ndio mtazamo wa chapa yangu, basi nilipwe. Alisisitiza kuwa wasanii wa ndani wanapaswa kujifunza kujielewa, kujiamini na kujenga brandi zao ili waweze kudai malipo yanayoendana na thamani zao. Huu umekuwa ni mjadala mkubwa sana kwa nchini Uganda juu ya kile ambacho alikifanya msanii Diamond Platnumz, kwa kila kitu ambacho kimekwisha kuelezwa, na si tu kwa nchini Uganda, hata nje ya Uganda kiujumla. Kwa upande wa Afrika Mashariki, si mara ya kwanza kwa Diamond Platnumz kufanya tamasha fulani na kuelezwa kuwa amelipwa kiasi kikubwa sana cha fedha ama ameweza kupata treatment tofauti na wasanii husika ambao wanakuwa ni wazawa katika taifa fulani. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.